Simulizi kali na ya kweli. Kwa nini jogoo huwika alfajiri na nyakati tofauti? Utangulizi. Kijijini na hata mjini, sauti ya jogoo ni moja ya sauti za asubuhi zinazotambulika sana. Lakini swali kubwa ni hili: kwa nini jogoo huwika alfajiri, mchana na wakati mwingine bila mpangilio maalum? Hii si bahati mbaya, ni mchanganyiko wa maumbile, tabia na ushindani wa uongozi. Sehemu ya kwanza. Sauti ya asili ya mwili wa jogoo. Jogoo ana saa ya ndani ya mwili inayoitwa circadian rhythm, saa ya kibiolojia. Hii saa inamfanya ajue muda bila hata kuona jua. Kabla ya alfajiri, mwili jogoo huanza kuamka. Hapo ndipo jogoo huanza kuwika kama ishara ya kuanza siku. Kwa kifupi, jogoo huwika alfajiri kwa sababu mwili wake unajua kuwa sasa ni wakati wa asubuhi hata kabla jua halijachomoza. Sehemu ya pili. Jogoo ni mchungaji wa eneo lake. Jogoo si mnyama wa kawaida tu, ni mwenyekiti wa eneo lake. Kuwika ni kama kusema hapa ni kwangu. Anawatahadharisha majogoo wengine wasivamie eneo lake. Pia huwajulisha kuku majike wake kuwa yuko macho na anawalinda. Kwa hiyo, kuwika ni ishara ya uongozi na ulinzi. Sehemu ya tatu. Kwa nini jogoo huwika mchana au kwa vipindi tofauti? Watu wengi hudhani jogoo huwika alfajiri tu, lakini ukweli ni huu: jogoo akisikia sauti ya jogoo mwingine hujibu mara moja. Jogoo huwika akihisi mabadiliko ya mazingira kama kelele au watu wageni. Jogoo akihama au kuona changamoto ya uongozi huwika. Wakati mwingine jogoo huwika bila sababu kubwa, ni tabia tu ya kujionyesha kuwa yupo kwenye himaya yake. Vilevile jogoo huwika kama mazungumzo ya ushindani kati jogoo mmoja na majogoo wengine. Sehemu ya nne. Kwa nini jogoo hapendi kuona jogoo mwingine anayemuzidi nguvu akiwika karibu yake? Hapa ndipo mambo yanakuwa ya ushindani mkali. Jogoo mmoja akiwika karibu yake kwa sauti kubwa huona kama tishio. Huanza kuwika kwa nguvu zaidi ili kuonyesha ubabe. Ikiwa hana nguvu, anaweza kunyamaza au kuhamisha eneo la utawala au himaya yake. Hii ni vita ya sauti na mamlaka, si vita ya kupigana tu. Sehemu ya tano. Uchumba na tabia za kijamii kwenye jamii ya kuku. Jogoo pia hutumia kuwika kwa mambo ya kijamii katika jamii ya kuku. Jogoo huwika ili kuwavutia kuku majike, kuonyesha nguvu kwa kundi lake. Jogoo huwika ili kuwasiliana na majogoo wengine walioko mbali. Kuku majike wenyewe hawawiki kama jogoo kwa sababu jukumu lao ni tofauti. Sehemu ya mwisho. Funzo kutoka kwa jogoo. Jogoo anatufundisha mambo muhimu. Jogoo anatufundisha kuamka mapema na kuwa tayari kwa kuanza majukumu ya kila siku. Jogoo anatufundisha kulinda nafasi zetu na kile tunachokisimamia. Jogoo anafundisha kuonyesha uwepo wako bila woga. Lakini pia anatufundisha kujua wakati wa kukaa kimya. Kama jogoo ambavyo hukaa kimya wakati akizidiwa nguvu na jogoo mwingine. Hitimisho. Kwa hiyo, jogoo hawiki alfajiri kwa bahati tu, ni mchanganyiko wa saa ya mwili, uongozi, mawasiliano na ushindani. Hivyo kuanzia sasa ujue kuwa kila kokoriko lina maana yake katika ulimwengu wake. Kama umeipenda simulizi hii, bonyeza like, share kwa marafiki zako na subscribe kwenye channel ya DJ Manumbu ili usipitwe na simulizi kali kama hii. Hii ni sauti ya binti Zuri. Asante kwa kunisikiliza, tukutane wakati mwingine.